Napenda kufikisha salamu za Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, ambaye anatambua uwepo wangu katika hafla hii ya leo na ameeleza kufurahishwa kwake na hatua hii muhimu na ya kihistoria iliyofikiwa, ambayo ni kielelezo cha maendeleo chanya katika kuimarisha elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Ndugu viongozi na washirika wa mafunzo, tukio la leo linaashiria hatua muhimu ya serikali katika safari ya kujenga taifa lenye vijana wenye ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira. Hatua hii inaakisi, kama ilivyoelezwa, dhamira ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ya kuimarisha ubora wa rasilimali watu kwa kuzingatia mabadiliko ya kiuchumi na teknolojia yanayoendelea duniani. Aidha, inaakisi maono ya Mheshimiwa Rais yanayolenga kuimarisha uhusiano kati ya vyuo vya mafunzo na sekta ya uzalishaji, hususan waajiri na viwanda, ili kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa inazalisha wahitimu wenye maarifa na stadi zinazohitajika katika mazingira halisi ya kazi. Kupitia ushirikiano huu, taifa linaenda kuwa na msingi imara wa kukuza ajira, ubunifu na ushindani katika uchumi. Hivyo, serikali inaendelea kuweka mkazo katika kuimarisha elimu inayozingatia ujuzi, yani skills and competence based education. Lengo ni kuona kuwa kila mhitimu anatoka akiwa na uwezo wa kufanya kazi, kujitegemea na kuchangia katika maendeleo ya nchi yake. Aidha, inalenga kujenga uchumi wa viwanda unaotegemea rasilimali watu wenye ujuzi na ubunifu. Hili haliwezekani bila kuwa na mitaala inayokwenda sambamba na mahitaji ya soko, na hapa ndipo umuhimu wa mtaala huu mpya unapojidhihirisha. Mafanikio ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi yanategemea kwa kiwango kikubwa ushirikiano madhubuti kati ya vyuo vya mafunzo, sekta ya viwanda na wadau wengine wa maendeleo. Ushirikiano huu una mchango mkubwa katika kuhakikisha kuwa mafunzo yanakuwa na tija na yanaendana na mahitaji halisi ya soko la ajira, yanatoa fursa za mafunzo katika mazingira halisi ya kazi, pamoja na kuwezesha uhamishaji wa teknolojia na maarifa ya kisasa. Aidha, unachangia katika kuwajengea uwezo wa kufunzi ili waendane na mabadiliko ya kiteknolojia na kuongeza ubora wa mafunzo yanayotolewa, huku ukipanua fursa za ajira kwa wahitimu. Kwa msingi huo, napenda kuipongeza Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kwa kushirikiana na Aluminium Emirates Profile kwa kuonesha mfano bora wa namna ushirikiano kati ya vyuo vya mafunzo na sekta ya viwanda unavyoweza kuleta matokeo chana na yenye tija kwa maendeleo ya taifa, kama vile ambavyo alieleza Naibu Katibu Mkuu hapa. Na kiukweli huu utakuwa mfano bora wa program tulioanzisha ya mashirikiano kati ya vyuo vya mafunzo na sekta ya viwanda. Ujuzi oye! Mafundi oye! Ndugu viongozi na washiriki wa mafunzo, mtaala wa Aluminium and Glass Fitting with Metal Fabrication ni kielelezo cha juhudi zinazoendelea za kuimarisha ushirikiano wa serikali na viwanda pamoja na kuboresha mfumo wa mafunzo ya ufundi stadi nchini. Mtaala huu umeundwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya soko la ajira na mabadiliko ya teknolojia, hivyo kulenga kuzalisha wahitimu wenye ujuzi wa kisasa unaokidhi matarajio ya viwanda na sekta ya uzalishaji kwa ujumla. Kupitia utekelezaji wake, mtaala huu unatarajiwa kupunguza kwa kiasi kikubwa pengo lililokuwepo kati ya elimu inayotolewa na ujuzi unaohitajika kazini, na hivyo kuongeza ajira kwa vijana pamoja na tija katika uzalishaji. Kwa mantiki hiyo, mtaala huu si tu chombo cha kujifunzia, bali ni nyenzo muhimu ya kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa ujumla, tunajenga mfumo wa mafunzo unaozingatia matokeo halisi yanayoonekana
yanayopimika na yenye mchango wa moja kwa moja katika kukuza ajira na ustawi wa taifa. Ndugu viongozi na washiriki wa mafunzo, nimeelezwa kuwa jumla ya wakufunzi 18 wanashiriki katika mafunzo haya, jambo ambalo ni la msingi na lenye umuhimu mkubwa katika kuimarisha ubora wa mafunzo ya ufundi stadi nchini. Ni vyema kutambua kuwa walimu au wakufunzi ndio mhimili mkuu wa mfumo wa elimu na mafunzo. Wao ndio wanaobeba dira ya mageuzi na kuhakikisha mabadiliko yanayokusudiwa yanafikiwa kwa vitendo. Bila kuwa na wakufunzi wenye ujuzi wa kisasa, maarifa yanayoendana na teknolojia pamoja na uzoefu wa vitendo, ni vigumu sana kuzalisha wahitimu wenye ubora unaokidhi mahitaji ya soko la ajira. Kwa mantiki hiyo, mafunzo haya kwa wakufunzi si jambo la ziada, bali ni hitaji la msingi na ni uwekezaji wa moja kwa moja katika kuboresha ubora wa elimu na mafunzo yanayotolewa. Kwa msingi huo, napenda kuwapongeza na kuwahimiza kutumia kikamilifu fursa hii muhimu kwa kujifunza kwa bidii, kushirikiana kwa karibu na kubadilishana uzoefu ili kuongeza ufanisi wa mafunzo haya. Hakikisheni kuwa maarifa na stadi mtakazozipata hapa zinakuwa chachu ya mabadiliko chanya katika maeneo yenu ya kazi na zinachangia kuleta ubunifu katika ufundishaji. Natambueni kuwa nyinyi ni mabalozi wa ujuzi. Mchango wenu hauishii hapa, bali utaonekana kupitia kizazi cha wanafunzi mtakaowafundisha. Hivyo, yale mtakaojifunza yatakuwa na athari kubwa na ya kudumu katika kuandaa wataalamu bora watakaolijenga taifa letu. Na nyinyi ndio mtakao kuwa ushuhuda wa kwamba tumefanikiwa kwenye hili ama tumefeli katika hili. Kwa hiyo twendeni vizuri ili tukitoka hapa tukafundishe vijana wetu, wanafunzi wetu, ili na wao wawe kuwa mashuhuda wa mashirikiano haya baina ya vyuo vya mafunzo na viwanda. Ndugu viongozi na washiriki wa mafunzo, nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuimarisha mazingira ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa kuendeleza na kuboresha uwezo wa wakufunzi pamoja na kukuza ushirikiano wa kimkakati kati ya taasisi za elimu na mafunzo na sekta ya viwanda. Kupitia juhudi hizi, tutaongeza ufanisi katika uzalishaji wa wahitimu wenye ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Lengo ni kujenga taifa imara lenye nguvu kazi, yenye ujuzi, ubunifu na ushindani, inayoweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuleta maendeleo endelevu kwa manufaa ya Watanzania wote. Sasa, kabla sijamalizia, nichukue fursa hii kumpongeza Deo kwa kazi kubwa anayoifanya. Na kiukweli nilivyosikia ile salamu ya Emirates Aluminium sikuelewa kwanza kizalendo zaidi, lakini baada ya hotuba yake na kuona yale na kuelezwa yale yanayoendelea hapa, kiukweli Deo anafanya kazi ya kizalendo. Tumpigeni makofi. Lakini nichukue fursa hii pia na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu kukushukuru sana kwa kuona ombwe ambalo lipo katika field hii ya aluminium na kushauri sana kushirikiana na VETA kuanzisha mitaala hii ili kuona kwamba jinsi gani tunaweza kufill ile gap ambayo iliyopo, na tunakushukuru sana na tunakupongeza sana kwa kazi hii nzuri. Lakini hii inaenda kuwapa vijana wetu fursa kuweza kujiajiri ama kuajiriwa, na sina shaka wakitoka hapa watakuwa mabalozi wazuri wa Aluminium Emirates, lakini pia watakuwa mabalozi wazuri kwa vijana wenzao wengine ambao wako mitaani. Lakini jingine ambalo mkurugenzi umezungumzia ni kwamba ombi la kurasimisha ujuzi huu, kama alivyosema mkurugenzi wa VETA kwamba jana tulikuwa tuna program ya kurasimisha na kutambua ujuzi, program ya Mama Samia ya kutambuzi na urasimishaji wa ujuzi ambayo jana tulizindua pale Dodoma, na nitoe maelekezo kwa mkurugenzi wa VETA kwamba vijana hawa wakimaliza kozi hii
basi na wao watambuliwe rasmi kama mafundi rasmi, wapatiwe vyeti ambavyo vitakavyowawezesha kwenda kuajiriwa ama kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo nao hawa tunawatia kwenye ule mkumbo wa jana, na wengine watakao kuja nao pia wataenda kwenye mkumbo huo huo kwa kuzingatia vigezo na masharti vilivyopo. Kwa hiyo vijana, msijali, mkimaliza kozi hizi, watakaomaliza kozi hii basi watatambuliwa ajira, lakini pia watapata vyeti ambavyo wenyewe wataamua kutafuta ajira kwa hicho cheti ambacho pia kinatambulika, lakini pia ataamua ama kujiajiri kwa ujuzi ule ambao alokuwa nao yeye mwenyewe. Lakini pia nichukue fursa hii ndugu yangu Deo, ni kuombe kwamba tuangalie namna baina ya Emirates Aluminium na chuo cha VETA kuweza kuanzisha Center of Excellence, kwa sababu tukisema vijana wote tuwe tunakuletea huku, tutakuwa tunakujazia. Lakini tukianzisha Center of Excellence na ukatusaidia kupata ile teknolojia ambayo inatakiwa kuwepo hapo, japo kwa udogo wake, ambapo vijana wataweza kufanya practical pale, ili wakija huku tayari wanakuwa na ujuzi ule ambao unaotakiwa huku. Kwa hiyo tukuombe sana utusaidie. Hatuna shaka na uzalendo wako, umebeba vijana wengi nyuma yako unaona hapa, na wengine wengi wako katika maeneo tofauti ya Tanzania. Unafanya kazi nzuri sana, na tunakuomba katika hili utusaidie, mkishirikiana na VETA lakini na wizara kwa ujumla. Lakini pia nimefurahishwa sana na kazi ambazo zinaendelea hapa, lakini pia nimefurahishwa na mtaala ambao tunaenda kuzindua leo. Mimi binafsi nitadhamini vijana 10 kutoka jimbo langu, watakuja kujifunza ili na wao waweze kukrosisha ule utaalamu upande wa pili. Kwa hiyo, lakini pia nitazingatia watoto wa kike, maana MC ametaka kutuaibisha hapa, alifanya makusudi tuaibike. Lakini nichukue fursa hii pia kuwahimiza watoto wa kike kujitokeza kujiunga na mafunzo haya ili kupata huu ujuzi. Na siku hizi hatutumii nguvu kwenye hizi kazi, ni teknolojia, tena high technology. Una set kila kitu kwenye kompyuta, una command, basi na kazi inafanyika. Kwa hiyo wasiogope sana wakisikia kuna Emirates Aluminium wakafikiri kuna kubeba nondo na vioo. No, hapana. Mnakataa mafundi ha? Mbona minong'ono mingi? Kazi ngumu? Hamna, nyinyi vijana mnatakiwa kupambana. Kazi sio ngumu sana. Siku hizi kila kitu ni technology. Mimi mbona nimepitishwa nikaona tu pale wanabonyeza taa, una command, kioo kinaenda. Kwa hiyo nichukue fursa hii kushajiisha watoto wa kike waje, wasiogope, tuje tupambane na vijana hawa. Kazi sio ngumu sana. Lakini baada ya kusema hayo, mimi niwatie moyo vijana na niwaambie kwamba huko nje hakuna shortcut. Uongo kweli? Hakuna shortcut, kila kitu hamna janja janja, kila kitu kinataka unyooke. Kwa hiyo tuendelee kutumikia taifa letu, tuendelee kulinda taifa letu, lakini tuendelee kupambana. Hizi kazi ninawapatia nyinyi kipato, lakini pia inasaidia kupata kuchangia pato la taifa na kuwezesha nchi yetu kusonga mbele.